mitazamo yao na wapo hongera, wameona kwamba mwenyekiti ajiuzuru. Mimi nasema mawazo yangu, nahitaji mkutano mkuu wa wanachama klabu Simba. Wewe kama Mikoe Kisugu? Yes. Na moja, kwa nini nahitaji? Ukisoma katiba ya Simba ibara 21 kifungu kimoja kidogo cha kwanza, kina mamlaka wana Simba kuitishana katika mkutano wa dharura kupitia bodi ya wakurugenzi wa klabu ya Simba. Kwa nini tuliweka mkutano wa dharura? Simba hakuna anguko. Simba haijaanguka, isipokuwa Simba ameshindwa kuchukua ubingwa wa ligi ya NBC. Ili si anguko. Simba haijaanguka, isipokuwa Simba imekwenda kufungwa na mtani wake Dar es Salaam Young Africans. Ili si anguko kwa Sindano. Nimezungumza lugha nyepesi sana. Na nimezungumza kutokana na katiba ya Simba inavyotuongoza. Na bahati nzuri sikutaka kumgusa mtu mmoja mmoja. Nimesema management ya Simba, maana yake nimeanza kugusa juu mpaka chini. Na katiba haijamueleza mtu. Katiba imekwenda kueleza management ya Simba. Wenye mamlaka kuitisha mkutano ni wajumbe kupitia bodi ya wakurugenzi ya klabu ya Simba. Wana mamlaka kwa mujibu wa katiba ya Simba ibara 21 kifungu kidogo cha kwanza. Mikoe, kikao kinaitwa, wanachama mnaitwa, mnakwenda kudiskasi. Nimekuuliza aliyoyafanya Mangungu mafanikio, lakini Mangungu hayuko kwa ajili ya Mangungu. Waniofanya Simba ni management ya Simba. Usiulize maswali, majibu unayo. Singano. Operation ya Simba, operator ya Simba haiendeshwi na mtu. Simba inaongozwa na management ya Simba. Kwa nini watu wanamlaumu Mangungu? Mitazamo yao mimi sitaki kuwalaumu, nimewakubalia. Macho kwa sababu yanaona. Ukiwa unamaanisha nini? Ishi kwa kutegemea akili kwa sababu inafikiria na kuwaza. Ukiishi kwa kutegemea macho unafeli kwa sababu macho yanakwenda mwisho kwenye ukuta yataona. Lakini akili itakuoperate. Utafikiri Afrika Kusini sasa hivi inafanyika biashara gani nami nikafanya. Sida ya Shingano yaishi sana kwa kutegemea macho. Ishi sana kwa kutegemea akili. Mikoe, kombe ama paredi litapita mitaa ya Msimbazi na watakaa ndani. Lazima upite ndio mjini. Hivi kuna njia kwenda polini bila kupita mjini? Hiyo wewe haitakuuma kombe. Sindano. Itakuwa mara ya kwanza hiyo. Wewe katika akili yako itakuwa mara ya kwanza? Mshaingia ganzi wana Simba. Itakuwa mara ya pili? Mshaingia ganzi wana Simba. Karibuni mara 3 na kwenda. Alafu njia gani utapita? Bila kupita Msimbazi kwa sababu ndio mjini, naambia njia gani utapita kwenda Mchafuko? Wewe utafurahi Yanga kupita Msimbazi kuelekea Wache kwa sababu wanafurahia dhuluma. Kwa sababu pointi 3 zilitafutwa kasi zikakosekana. Kwa hujakiri kwamba wakarudi Dar es Salaam, wakaondoa uongozi zikakosekana. Wakasema hata usitutanie, Wamba akachukua SGR. Wamba akachukua SGR. Unamaanisha nini? Wamba akachukua SGR. Wanaulizwa mnasemaje, wanasema mama, babu, bibi, mjomba, shangazi, mama mkubwa, hawa wanataka kuvunja utaratibu upi? Wao washachukua miaka 4 za muyetu, wanataka kutuovertake. Mikoe, itakuwa ni funzo kwa namna ambavyo kama Yanga atapita Msimbazi pale, kuna namna ambavyo wanamipelekea. Hakuna cha kujifunza. Hakuna cha kujifunza. Zaidi tutajua washamba wamepita kwenye maeneo yetu. Zaidi tutajua washamba wamepita kwenye maeneo yetu. Mikoe tena washamba. Hivi leo kuna watani zangu wa Makonde. Kuna watani zangu wa Nyamwezi. Nani asiyetamani kuona Msimbazi wakitoka kwao vijijini? Maana Msimbazi na Jangwani sio mbali bali. Nani nimesema hatamani kutoka Mtwara asione Msimbazi? Yupo? Nani anatamani asitoke kule Utaborani kule kwa kina watu wa Tabora, Wanyamwezi wale na Wasukuma hawataki kuiona Msimbazi? Kwa hiyo sisi tuko set center, mtu akipita ni jambo la kawaida sana. Mikoe, Yanga na Singida ni timu ambazo zina ukaribu huu ambao watu wanauzungumzia, na ule ukaribu jana tumeuona, ama ile ndio Singida ambao tunaijua? Lisemwalo lipo wahenga wamesema. Mechi umeionaje? Sikutazama mechi mimi jana, nilikuwa naangalia. Siku hizi nimekuwa mtaalamu sana na fundi sana kupenda nani basketball. Jana kulikuwa mchezo kati ya Rukwa na nimesahau ule mkoa mwingine. Kwa hiyo nimeangalia fainali kubwa. Kwa nini ukuiangalia? Nimesema jana
nilikuwa naangalia Volbo. Mechi ya finali. Nisikilize shekhe. Kule kulikuwa na utamu zaidi kuliko ni huko. Alafu kesho nikuchagua. Mimi jana nilikuwa naangalia Rukwa. Kwa mpira wa jana? Umekosa kitu kizuri sana. Wewe ndio umekosa kitu kizuri. Na siku hizi utamu, niwashukuru sana Azam Media. Wanaonyesha yale mashindano kutokea Dodoma, burudani. Skis, unaziona mikimbio, watu wanatia mpira kwenye neti. Kwa hiyo mimi jana nilikuwa naangalia, hakuna mtu aliyekuhadisia kilichotokea. Jana nimeangalia basketball. Live. Hakuna mtu aliyekuhadisia kulingana na finali namna ilivyo. Na bahati nzuri jambo lote la kuhadisiwa lazima uulize. Sijapata bahati ya kuuliza. Mikoi, tukiachana na hilo ni kuhusiana na wekundu wa Msimbazi Simba kwa namna ambavyo fukutu linaendelea hivi sasa. Fukutu ni kubwa sana Mikoi Kisugu. Unaona wanachama ambao wapo unaulizungumzia kwamba kuna namna ambavyo wanamzungumzia tajiri vibaya, lakini pia baadhi ya wanachama wanataka Mangungu kuachia ngazi, lakini kuna maneno yanaendelea kwamba wana Simba mnamtaka Babla kurejea kikosini. Tuanzie na hili la Mangungu Mikoi Kisugu. Wanachokifanya baadhi ya wanachama kutaka Mangungu kuachia ngazi. Wewe unasemaje kwenye hili? Kwanza lazima niseme, nikupongeze sana Singano mdogo wangu na kufurahia sana kupitia channel yako hii. Lakini leo niseme ukweli kutoka moyoni, nilikutega. Nilikutega. Nilikutega leo. Umenasua mtego kunasa. Na laiti ungekosa kuniuliza swali hili, leo mimi na wewe Singano ndengekuwa bye bye. Kani nikasema hivi huyu Singano anaweza kuja kuniuliza hili swali? Hasa nikatega mtego wangu ule wa mbala. Bahati nzuri una akili umenasua. Haya ni mawazo ya wanasimba. Ya kumtaka mwenyekiti Murtaza Mangungu achie ngazi. Ni mawazo mazuri, ni mawazo yao ambayo mimi siwezi kufanyaje kuyapinga. Na kila mmoja katika wanadamu mitazamo haifanani. Wao mitazamo yao na wapo hongera wameona kwamba mwenyekiti ajiuzuru. Mimi nasema mawazo yangu, nahitaji mkutano mkuu wa wanachama klabu Simba. Wewe kama Mikoi Kisugu? Yes. Na moja, kwa nini nahitaji? Ukisoma katiba ya Simba, ibara 21 kifungu kimoja kidogo cha kwanza, kina mamlaka wana Simba kuitishana katika mkutano wa dharura kupitia bodi ya kurugenzi wa klabu ya Simba. Kwa nini tuliweka mkutano wa dharura? Maana yake inapotokea mambo sitofahamu, tunakutana, tunakwenda kuzungumza kwa pamoja ili kwenda kuitengeneza Simba. Simba haiwezi kutengenezwa kwa bora kwa place za Gwambina. Simba haiwezi kuwa bora kwa kutengeneza place za Gwambina kwenda kusemana. Simba haiwezi kuwa bora kutishana na place Mbagara. Ubora wa Simba unapatikana kwenye vikao, ubora wa Simba unakwenda kwenye mikutano. Na moja na ndio maana kwenye katiba ya klabu ya Simba tukaweka kipengele cha kukutana kwenye mikutano ya dharura. Umejitoa kwenye makundi. Kwa hiyo Singano ninachozungumza, mimi ukiniuliza unahitaji nini? Mimi nahitaji mkutano wa dharura, na nichukue nafasi hii kupitia ninyi waandishi wa habari kuwaomba sana wajumbe wa bodi ya klabu ya Simba. Wao wana mamlaka. Wao kama walikuja kutuomba kula tukawapa, nasi tunawaomba waandae mkutano ili tukae tuzungumze. Leo kuna taarifa zinaumiza. Kuna taarifa za kusikitisha. Wako watu wamediriki kukaa kutoka mbele waandishi wa habari, nyinyi mashahidi. Wanasema tajiri atoi hela. Unapozungumzia tajiri atoi hela, maana yake unakwenda kuzungumzia Mo atoi hela. Watuambie ukweli, Simba ina upaleti kutokana na nini? Wewe mwenyewe hujui pia. Ni kumchafua tajiri. Leo mshahara wa Simba upungui zaidi ya milioni 600 kwa siku 30. Kama tunaamini tajiri atoi hela, kama mnavyosema tajiri atoi hela, atuambie nani anatoa hii mishahara. Lakini leo tunahitaji mkutano, watakuja mwekezaji, atakuja viongozi wa Simba watakuja, tutakwenda kuhojiana nani anatekeleza majukumu yake, nani atekelezi majukumu yake. Kwa sababu sisi mashabiki wa Simba tunatekeleza majukumu yetu, maana yake sisi kwenda kuisupport team na tunakwenda kuisupport team. Mikoi aliyoyafanya wewe Singano, wewe tulia wewe. Utanichafua sasa hivi Singano. Utanichafua sasa hivi Singano. Tuendelee Mikoi. Au niondoke? Niondoke? Tuandishi niondoke?
Interview imeisha. Mbona unataka kunichafua? Au umetumwa ndo wale? Hapana, zungumza. Au wewe ndo unakwenda kula posho kwa Mbina, si ndio? Wewe kuchukua posho. Mbona mimi nikipita kwenye mistari wewe utaki unataka kunitoa kwenye reli? Guys. Simba. Mimi najua nini kilichotokea kilichosababisha Simba kupoteza mechi. Unajua Mikoi? Yako mengi napaswa kuyazungumza. Yaweke hadharani. Lakini kuna muda mwingine nafikiria kwa faida ya nani? Wana Simba wengine ambao waelewe kinachoendelea. Leo wanasema tajiri hatoi pesa. Leo wanasema tajiri ya kutoa bonus. Tukubaliane kwa pamoja, sawa, tajiri ya kutoa bonus. Lakini kabla ya mechi siku 3, Simba mmepokea hela kutoka kafu, mmepeleka wapi? Mliwapa wachezaji haki yao? Wewe unashangaa nini? Mimi najua. Simba? Sirudi. Rudi hapa. Sirudi. Mimi nasema Kisugu anaongea, nitaongea. Rudia tuweke watu wajue. Siku 3. Nani anaweza akatoka mbele mjumbe yoyote wa Simba? Aidha awe wa bodi kwa maana ya kuchaguliwa au akuteuliwa kwa moyo aseme Kisugu muongo. Najua. Ukimya wangu nilikuwa nafanya research ninayozungumza niwe na uhakika nayo. Hujapewa posho ili mradi. Wachezaji wa Simba waliahidiwa kabla ya mechi watapewa pesa zao. Wanapanda gari, pesa hakuna. Wanaambiwa ingieni uwanjani, off time, mkirudi pesa mtazikuta kwenye simu. Nani anaweza akayakataa haya? Wanarudi wachezaji, pesa hazijaingia. After time inaisha, pesa haijaingia. Unakili vile wana. Tukutane. Sehemu ya kukutana wenye Simba ni kwenye mkutano wa dharura. Tuna mengi ya kusema. Tuna mengi tunayajua. Kama kampeni zinakwenda kufanyika, baadhi yenu mnakwenda mpaka kuzuia pesa benki zisitoe. Mimi najua. Haya sitaki kuyazungumza kwa sababu nataka kuyazungumza kwenye mkutano mkuu wa dharura wa Simba Sports. Niwaombe sana viongozi wangu wa Simba. Wanajua moja katika wanachama watiifu, mwadilifu na mwaminifu ni Mikoi Kisugu. Katiba hizi tumeweka kwa ajili ya mwongozo kutuongoza sisi mashabiki, wanachama pamoja na management ya Simba. Katiba ya Simba inatoa mamlaka kwa management ya Simba, bodi ya kurugenzi wa Simba kuitisha mkutano wa dharura kupitia katiba ya Simba ibara 21 kifungu kidogo cha kwanza. Tuitane tuzungumze. Na nani wa kumuita? Mikoi, kuna namna ambavyo umeyatazama aliyoyafanya Mangungu msimu huu. Mangungu ndio anahusika kwa namna ambavyo nyinyi wanachama. Wewe unasemaje kwenye hili? Ni kweli mafanikio ya Simba lakini pia anguko la Simba linaweza likachangiwa na Murtaza Mangungu? Simba hajaanguka. Simba hakuna anguko. Simba haijaanguka. Isipokuwa Simba ameshindwa kuchukua ubingwa wa ligi NBC. Hili si anguko. Simba haijaanguka. Isipokuwa Simba imekwenda kufungwa na mtani wake Dar es Salaam Young Africans. Hili si anguko kwa Sindano. Nimezungumza lugha nyepesi sana. Na nimezungumza kutokana na katiba ya Simba inavyotuongoza. Na bahati nzuri sikutaka kumgusa mtu mmoja mmoja. Nimesema management ya Simba, maana yake nimeanza kugusa juu mpaka chini. Na katiba haijamueleza mtu. Katiba imekwenda kueleza management ya Simba. Wenye mamlaka kuitisha mkutano ni wajumbe kupitia bodi ya kurugenzi ya klabu ya Simba. Wana mamlaka kwa mujibu wa katiba ya Simba ibara 21 kifungu kidogo cha kwanza. Mikoi, kikao kinaitwa, wanachama mnaitwa, mnakwenda kudiskasi. Nimekuuliza aliyoyafanya Mangungu, mafanikio, lakini Mangungu hayuko kwa ajili ya Mangungu. Waniofanya Simba ni management ya Simba. Usiulize maswali, majibu unayo. Singano. Operation ya Simba, operator ya Simba haiendeshwi na mtu. Simba inaongozwa na management ya Simba. Kwa nini watu wanamlaumu Mangungu? Mitazamo yao mimi sitaki kuwalaumu, nimewakubalia. Ni wakati wa Mangungu kuachia ngazi? No comment. Ni wakati wa Mangungu kuachia ngazi? No comment. No comment. Mikoi, taarifa zinaeleza kwamba wana Simba mnamtaka Babra arejee. Wewe unasemaje kwenye hili? Wana Simba mawazo yao siyapingi. Mitazamo yao sikatai, lakini kila mmoja ana akili yake. Babla nikio. Mimi narudia tena. Mimi dhamira na nia si kumuonyesha mtu kidore.
Lakini tuzungumze ukweli, nyonge mnyongeni haki yake Mpeni. Mohamed Dewji amefanya kazi kubwa sana ndani ya Simba Sports. Leo hii niwape watu historia ndogo. Jina la Simba tunaanza kulitengeneza vizuri katika mashindano ya shirikisho barani Afrika. Mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. 2003 tunakwenda kumfunga Zamalek, tunaingia makundi. Nani kama Mo? Nani? Kama Mo. So nani kama Mangungu? Leo hii ubora wa Simba tunaotingisha kwenye bara la Afrika, moja katika watu waliochangia mwekezaji wa Simba. Nashangazwa, nastushwa na watu ambao wanakaa mbele ya mike wanasema Mo atoi hela. Watu ambie nani anatoa pesa. Nawashukuru sana waandishi wa habari. Bwana Mikoe, shukrani sana. Asante sana.